wakati muda huo mimi nilikuwa busy na demu wangu. Busy wanasema mbwai na yule mbwai. Ndiyo, nimefanya haraka. Mambo ni mazito sana kwa kaka yake na Mgana. Licha ya kwamba moyo wake ni kama vile umekwisha kudondokea kwa binti Nguva, lakini bado vikwazo ni vingi sana. Sasa nikukaribishe tu kuendelea kufuatilia mzigo huu safi kabisa wa kuitwa Binti Nguva. Lakini kama bado hujajiunga na familia hii kubwa, basi kwa heshima sana tumia sekunde yako moja tu kubonyeza neno subscribe, neno lililopo pembeni hapo chini ya video hii hapa, ili ukajihakikishia kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila notification pamoja na mwendelezo huu safi kabisa wa kuitwa Binti Nguva. Sasa kuna baadhi ya scene ambazo ni besti katika episode iliyopita ambazo niko hapa kukuhabarisha ziliendaje, lakini pia kukupa prediction ya episode inayofuata. Lakini tunaanza na hii scene ambayo ilikuwa ya mwisho kabisa katika mzigo huu, na ni ile ambayo kumetokea ngongongo kwa maana ya hodi katika mlango wa kaka yake na Mgana. Na as we know ni kwamba Mgana hajahusika kabisa kwenye mauaji ya askari, lakini kile ambacho kilitokea ni vile ambavyo kaka yake alidondosha waleti ambayo ilikuwa na vitambulisho vyake, na ndiye maana yeye akawa kama mshukiwa namba 1 wa mauaji, lakini hausiki na chochote wala lolote. Siri hiyo hayuko nayo mwingine isipokuwa ni kaka yake. Hivyo hatima ya usalama wa Mgana ipo kwa kaka yake. Sasa imagine kama ungekuwa ni wewe, ungemshauri nini? Lakini kama wewe ungekuwa ndiye kaka yake na Mgana, kipi ambacho ungekiamua kumsaidia mdogo wako wa damu ili uweze kumpoteza mtu unayempenda, ama kumsaidia mtu unayempenda ambaye umekutana naye ukubwani kwa ajili ya kuweza kumpoteza mdogo wako wa damu? Dondosha maoni yako katika comment section ili tuweze kupita nayo katika video ijayo. Lakini upande wa pili tunamuona mwamba wa kuitwa KP ambaye yeye yupo radhi kabisa kuweza kuachana na huyu mke wake kwa sababu penzi lile alilonjeshwa na Nguva liliweza kumkolea. Lakini japo hivi sasa wako mbali, lakini moyo wake bado upo kwa Nguva Zebu. Lakini sasa huyu bidada ambaye tayari alikuwa naye katika ndoa, suluhisho pekee alokuja nalo ni kuja na mwanasheria kwa ajili ya kuweza kupigiwa mgawanyo wa mali zao. Sasa itakuwaje? Kwa sababu mambo ni magumu sana, lakini hapa kuna funzo kubwa sana tumelipata. Licha kwamba KP ndiye pekee aliyehusika katika kuzichuma hizi mali na akamleta mkewe katika kipindi ambacho mali tayari zipo mjengoni, lakini mwanamke huyo ndiye kasema kwamba amehusika katika kila kitu katika utafutaji wa mali hizo. Hivyo vijana, kiukweli kuoni makini sana. Unaweza ukaishi na mwenzako kilo safi tu, lakini kumbe yeye anakulia timing kwamba itokee siku mje mtarafikiane halafu mgawane mali. Ndio maana tunapata mifano mizuri kutoka kwa kina Shim ambao wao wanaandikisha majina ya mama zao. Sasa unamshauri nini KP? Naye aandikishe jina la mama yake ama baba yake katika mali zake ili huyu aliyekuwa mke wake aweze kukuambulia patupu, ama ni haki wagawane zote? Dondosha maoni yako ili tuweze kupita nayo katika video ijayo. Yes, lakini pia kumbuka tu kusubscribe.